أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za kheri kiongozi wa umma huu Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, kwa jina naitwa Alhaji Dr. Sule. Ni muhadhiri wa dini ya Kiislamu, lakini pia ni tabibu wa tiba za mbadala na daktari wa magonjwa ya kizungu. Nimekuja kwenu leo kwa faida kubwa sana. Nimeamua nitumie fursa hii kushare na wewe katika kipindi hiki ili upate faida ambayo pengine hujawahi kukutana nayo katika maisha yako. Mimi ni mwanachama wa Baraza la Utafiti wa Magonjwa na Mimea Tiba katika bara la Afrika. Na katika Tanzania nakuwa ni mjumbe kutoka katika chama kinaitwa TRAMEPRO, Taasisi ya Uhifadhi wa Mazingira na Utafiti wa Mimea Tiba Tanzania, TRAMEPRO. Na katika taasisi hii mimi nakuwa mkurugenzi wa mambo ya nje, ambaye kazi yangu ni kuunganisha watafiti wa mimea tiba na magonjwa kutoka katika nchi mbalimbali bara la Afrika na duniani, kuwaunganisha na watafiti Tanzania kupitia chama hiki ili kuweza kutafuta suluhu ya magonjwa mbalimbali yanayowakabili wanadamu. Katika kipindi chetu cha leo tunataka kuzungumzia dawa. Isikilize vizuri hii dawa. Nataka kuzungumzia dawa inayotokana na mti unaitwa the king of medicine. Wataalamu wanauita the king of medicine. Mti huu kwa lugha ya Kireno, dawa hii kwa lugha ya Kireno inayotokana na mti huu inaitwa Feti Spireto. Feti Spireto ni moja ya dawa ajabu kabisa duniani. Katika bara la Afrika, kule katika nchi ya Mozambiki ambako mimi pia nimefanya kazi kwa miaka kadhaa, tangu mwaka 2013 nimefanya mihadhara mingi kule na kuzunguka maeneo mbalimbali. Kwa wale watakaopenda kuona mihadhara yangu kule, wanaweza kuingia katika online mbalimbali wakaona Dr. Sule alivyokuwa akitembea katika nchi ya Mozambiki na kazi nilizokuwa nikizifanya. Feti Spireto ni moja kati ya mti unaopatikana katika mlima Rico, mlima ambao unapatikana nchini Mozambiki. Feti Spireto ni miti inayopatikana katika mlima Rico, ambao mlima huu una msitu mkubwa sana unaoitwa msitu wa mvua. Msitu ambao unanyeshewa mvua kipindi cha mwaka mzima katika season zote, bila ya kujali ni kiangazi, masika ama kifuku, muda wote katika eneo lile kunanyeshewa mvua. Katika msitu ule kuna miti mingi, sio mti mmoja, kuna miti mingi. Lakini moja ya maajabu inayopatikana katika msitu ule ni miti ambayo imekuwa ni mimea tiba, ambayo tumeifanyia tafiti mara kadhaa, tafiti ambayo imechukua zaidi ya miaka 10 nyuma. Tafiti ambayo inaonyesha ina uwezo miti hii ama mti huu ama aina ya mti huu ina uwezo wa kutibu zaidi ya magonjwa 300 duniani. Ni mti ambao Mwenyezi Mungu kwanza ameutia baraka. Sauti yake, yani ule miti, moja ya maajabu yake, hutengeneza sauti ambazo zile sauti zinapopigwa kwa mvumo ima wa upepo au wa unyoshewaji wa mvua, unaweza kufanya wanyama na wadudu wabaya walio katika eneo lile hupata kukimbia. Sasa utafiti wa kitaalamu unaonyesha kwamba miti hii imekuwa na maajabu sana katika matibabu. Na Feti Spireto ni moja kati ya miti inapatikana duniani kote. Haiko Afrika tu. Inapatikana Asia, inapatikana Ulaya, inapatikana Amerika na maeneo mengine. Lakini tafiti ya kitaalamu inaonyesha kwamba Feti Spireto, moja ya maajabu yake ile inayopatikana Afrika, hasa kule Mozambiki ambayo pia inapatikana Kongo, miti hii. Moja ya maajabu yake miti hii, uwezo wake wa kufanya kazi iliyopo katika bara la Afrika katika nchi ya Mozambiki
inafanya vizuri zaidi kuliko miti ya nchi yoyote duniani. Kwa nini? Kwa sababu ya jiografia inayopatikana miti hii. Yenyewe inapatikana pale katika mlima Riko uliopo katika msitu wa mvua. Msitu ambao unanyeshewa mvua msimu wote wa mwaka bila kukatishwa na namna yoyote ile ya kijiografia ama hali ya tabia nchi. Sasa utafiti unaonesha kwamba mti huu unaweza kutibu magonjwa mengi sana, na tumeufanyia utafiti sisi wa ndani na wa nje ya nchi ya Tanzania na maeneo mengine ambayo wamekuwa wakifanyia tafiti. Hii ndio tiba ambayo nataka leo nikuletee maajabu yake angalau kwa ufupi sana. Dawa ambayo tunatarajia kuizindua mkoani Mwanza tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2010, tarehe 13 na tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka 2021 tutaizindua rasmi katika mkoa wa Mwanza katika nchi ya Tanzania, na hii ndio itakuwa mara ya kwanza baada ya kufanya kazi kubwa ya kupatikana kwa mti huo na kuja kuproduce na kuandaa dawa ambayo sasa tutawaletea. Aina ya mti huu iko karibu aina 7 za aina ya miti hii, lakini hii ni aina ya kwanza ya miti mitatu bora zaidi ya mfano wa asili ya jamii ya mimea hii ambayo imechanganywa na kutengeneza dawa moja ambayo kileno tumeita Fetis Pereto, ambayo itapatikana mkoani Mwanza katika kituo cha Abu Jadawi Islamic Dua Center kilichopo katika mkoa wa Mwanza. Dawa hii, moja ya faida yake, kwanza inatibu magonjwa yote yanayotokana na sihiri, yani uchawi, na ina uwezo wa kufungua vifungo vilivyofungwa katika mwili wa mwanadamu. Hebu nisikilize vizuri kipande hiki. Tofauti ya magonjwa ya kibiolojia na magonjwa yasiyokuwa ya kibiolojia, magonjwa ya kibiolojia ni yale yanayotokana na maambukizi ambayo mwanadamu anaweza kuyapata, au aina nyingine ya kurithi ya mwanadamu anaweza kuyapata bila ya mlengwa kukupa tatizo. Manake unapata natural. Inawezekana tu umeng'atwa na mbu, inawezekana tu umeng'atwa na buibui, inawezekana umezaliwa na mtu mwenye tatizo kama hilo, inawezekana unaishi karibu na mtu mwenye tatizo kama hilo ukakuambukiza na kadhalika. Lakini magonjwa haya ya kispirituali ni magonjwa ambayo mtu analenga, yani mtu anakuja na tatizo amelilenga, kwamba mimi nataka nimpe huyu tatizo labda la mashaitani asizae, nataka nimpe labda tatizo la mashaitani asifanikiwe katika maisha, nataka nimpe tatizo la mashaitani asifanikiwe katika biashara, nataka nimpe tatizo la mashaitani asipate nafuu katika maradhi atakayougua, nataka nimpe tatizo la mashaitani asifanikiwe katika matatizo katika maisha atakayokuwa na survive kutafuta maisha. Yani analeta tatizo akiwa anajua analileta tatizo gani, alafu anapolileta tatizo katika mwili wako analifunga. Na vifungo viko vya namna mbili. Kuna lile linalofungwa nje ya mwili na kuna lile linalofungwa ndani ya mwili. Mfano, mwanadamu hawezi kupata tatizo la jini mpaka jini aweke kitu katika mwili wako ambako ni uchawi maalum. Uchawi huu unaoingizwa kwenye mwili na jini ndio unafanya communication baina ya jini na mwili wako, na ndo anaweza kufanya jini autumikishe mwili wako anavyotaka yeye. Ndio maana leo mnaweza kuwa watu 600 zikiimbwa nyimbo au kichomwa ubani au zikisomwa Qur'ani au likifanywa jambo jingine lolote, watakaopandisha na kupiga kelele labda kwa mafuta, kwa dawa na kadhalika, ni wale tu ambao tayari wana chipu ya kishetani katika mwili wao. Mwanadamu anaweza kupata madhara kwa sababu sheitani ana uwezo wa kuingia kwenye damu ya mwili wa mwanadamu akatembea katika mishipa ya damu. Kwa sababu moja ya sifa ya sheitani, anaweza kujibadilisha kwa njia ya upepo, akaingia kwa njia ya hewa, alafu akaingia katika mishipa ya damu kupitia ile mifumo yako ya hewa katika mapafu, akaingia katika mishipa ya damu. Sasa ili autumikishe mwili wako anahitaji kuweka chip. Chipu ni nini? Chipu ni kichombo ambacho kinaingizwa kwenye mwili wako cha kijini, ambacho kina mfumo wa kichawi,
kinakuwa kama kiti ambacho kinafanya communication baina ya jini na mwili wako. Na chombo hiki kinapoingia katika mwili wa mwanadamu ndio kinamfanya sasa jini aweze kuutumia mwili anavyotaka. Manake kutumia kiti hiki, jini anapoingia kwenye mwili wako ana uwezo wa kutumia mdomo wako, ana uwezo wa kutumia macho yako, anaweza kutumia mikono yako, anaweza kutumia miguu yako, anaweza kutumia masikio yako, anaweza kutumia mwili wako anavyotaka. Ndio maana mtu anapopandisha shetani anaweza kufanya vitu vingi, na wengi wao katika hao ni wale ambao akimaliza tu kupandisha ile jini, akiondoka hakumbuki chochote kilichofanyika. Japo pia wapo aina majini ambao anaweza kufunga chip na akawa na remote ya kuendesha mwili wako, na kila unachokikuta, unachojisikia katika mwili wako kikawa unakijua, lakini huna uwezo wa kuzuia kufanya. Yani unahisi kwamba mimi hapa sasa nafanya hiki, lakini mwili wako unakuwa hauna maamuzi kwamba sifanyi. Kile atakacho control kama remote ndio kitakuendesha, kama vile mtu anavyoweza kubonyeza channel za television kwa kutumia remote yake pale alipo. Anataka channel gani iseme nini, anataka kipindi gani kiseme nini. Haya yote mawili mashetani wanayafanya kwa kufunga chipu kwenye mwili. Na pengine chipu hii ndio inakusababishia wewe tangu umeanza kuhangaika kupata matibabu hujapata nafuu, hujapata solution, hujaondoa tatizo. Kwa nini? Kwa sababu wakati wanatibu wanautibu mwili nje, wakati wanatibu mwili ndani, lakini hawaondoi kiini cha tatizo, hawaondoi sababu ya tatizo. Ndio maana baada ya muda ukitumia dawa, pengine ulikuwa kwenye kazi ndio we shida, lakini baada ya muda tatizo linarudi. Pengine ilikuwa kwenye uzazi ndio shida, lakini tatizo linaendelea kuwepo. Pengine ilikuwa kwenye kazi, biashara ndio shida, lakini tatizo linaendelea kuwepo. Na mengine ambayo wewe yanakusibu mimi sijayataja, lakini umeyatafutia matibabu, mwisho wa siku yale matibabu hayajafanikiwa. Umeshasomewa sana, ushatumiwa dawa nyingi sana, ushatafutiwa aina mbalimbali za matibabu, umehangaika kusini, mashariki, kaskazini, magharibi, lakini hujapata matibabu. Kwa nini hujapata mafanikio? Kwa sababu jini ameweka chip ndani ya mwili wako, kama unavyoona chip ya simu inavyowekwa, ama line ya simu inavyowekwa kwenye simu. Kwa kawaida mwili wa mwanadamu unavyokuwa hauna chipu ya kishetani, ni kama simu uliyonunua dukani, inakuwa haina programu yoyote mbaya. Programu mbaya kwenye simu unaiweka wewe baada ya kuweka chip, ndio utaamua uweke mitindo gani simu yako iwe na nini. Na mwili wako mwanadamu unapozaliwa hauna kitu kibaya ndani ya mwili, kinakuwa empty, isipokuwa shetani anachokifanya ili kuufanya mwili wako uadapti anachokitaka yeye, anavisha hii line ya kichawi, chip ya kichawi, ambayo ndio inaweza kumfanya mwili wako ucontrol. Leo uumwe haya, kesho uonekane hili. Ndio maana leo unaweza kukuta mtu ana sukari, anatibia dawa zote, anachoma insulini, lakini sukari yake haishuki, kwa sababu sukari ndani yake ina mashetani. Ana pressure kila anakitumia dawa za kuondoa pressure, lakini haponi. Kwa nini? Kwa sababu ndani yake ana chip ya kishetani. Ana magonjwa ya mfumo wa uzazi, mara anapata fibroids, mara anapata ovarian cyst, uvimbe katika mfumo wa uzazi. Kwa nini haponi? Kwa sababu ndani yake ana chipu ya kishetani. Mwingine anakuwa na shida, labda mimba zinatoka mara kwa mara, anapata maumivu makali ya mwili, ganzi katika mwili, anasikia kama sauti za makelele, anasikia miruzi, akilala anaota vitu vya ajabu. Lakini mwingine anakaa anaona vitu vya ajabu, yani mpaka inafikia mahala anakuhadithia pembeni, mimi naona kitu hicho hapo. Anasema mimi mbona mwenzangu sioni kitu chochote? Kwa nini yule anakiona? Kwa sababu ndani yake ana chipu ya kishetani, chipu ya kichawi ambayo imefungwa, inamfanya yale yote yasiyo ya kawaida yaone. Kama vile unavyoona laini ya simu inaweza kuingia WhatsApp, Facebook, inaweza kuingia Imo, Instagram, inaweza kuingia message, inaweza kuingia Messenger, inaweza kuingia huku, imeweza kuwa umedownload katika simu yako zile applications ambazo unataka zioneshe katika simu yako. Na ndivyo ambavyo shetani akikufunga chipu ana download anavyotaka wewe maisha yako viadapt. Kwa hiyo unaweza kujikuta una maradhi mengi ya kisayansi unatibiwa, lakini hayaponi kwa sababu umekuwa una chipu ya kishirikina ndani ya mwili wako, ambayo hii ndio inafanya kila dawa inapokuja inadunda, mwisho wake ya siku unaendelea kuugua. Lakini kana kwamba hilo halitoshi, katika hali ya kawaida chipu hii inapokaa kwenye mwili wako inakunyima uhuru wa kuutumia mwili wako unavyotaka. Kwa hiyo vitu vingi, kwa sababu hii chipu inakuwa na ya kishirikina, ya kishetani, ina sihiri ndani yake, automatically inakuvisha nuksi.
Ndio maana leo unaweza ukajikuta mara unaonekana we mtani, we mchawi. Hata si mchawi, lakini chipu hii inakucommunicate na majini wa kichawi. Wana uwezo wa kuichukua sura yako, wakaingia kwenye nyumba ya mtu, wakafanya madhara na watu wakajua huyu ni fulani. Matokeo yake kwenye nyumba mnamteua mtu mchawi kwa sababu ya kuotwa kwenye ndoto, lakini kihalisia yeye si mchawi. Lakini chipu iliyovishwa na shetani, jini ana uwezo wa kuirithi sura yako, akaitumia popote na kwa namna anavyotaka yeye, na watu wakakuona wewe badala ya kumuona yeye. Lakini pia chipu hii inapokuwa kwenye mwili wako, moja ya madhara yake, inaufanya mwili wako ukose amani, ukose furaha, magonjwa yasiyokuwa ya kawaida ya namna mbalimbali. Hiyo kana kwamba haitoshi, chipu hii inakufanya wewe katika mwili wako kuingiwa na nuksi, mikosi na balaa. Yaani kila unachokipanga hakiendi. Ukiamua kufanya biashara lazima iharibike. Ukiamua kuajiliwa lazima usifanikiwe. Ukiamua kuchuuza wewe huwezi kufanikiwa. Ukiamua kukopa huwezi kufanikiwa. Ukipata mtaji ukiuingiza kwenye biashara, biashara inakufa. Ukitaka kujenga nyumba, ukipata pesa unaishia kwenye rinta, pesa zinapotea mpaka unakufa umalizi kujenga. Ukitaka kulima shamba, ukienda kupanda, kabla ya kuvuna matatizo yanakuja, shamba linakuwa halipati pesa za kupalilia, wadudu ama magonjwa ya mazao, ufanikiwi. Yaani wewe maisha yako kwa kuwa na ile chipu ya kishetani kwenye mwili, yanakupelekea kila unachokifanya katika maisha kinakuwa hakipati mafanikio. Hili ni kundi la kwanza. Lakini pia inaweza kuwa na chipu hii usionane na dalili mbalimbali, labda hiyo kuota na vitu vingine, lakini yote haya yanaweza kukuletea madhara mengi katika mwili. Sasa chipu hii ambayo inaweza kuingia kwenye mwili ya kichawi, inapotolewa mwilini, ndio inaufanya mwili wako kuwa salama. Ndio inafanya matibabu yanaweza kuleta majibu. Ndio maana tukakuletea Fetis Spiritus ama tiba maalum, the king of medicine. Ni moja kati ya madawa ya ajabu. Cha kwanza inachoenda kufanya ni kuvunja ile asili ya tatizo lako katika mwili. Kwa hata kama unaumwa magonjwa ya kibiolojia, magonjwa ya kisayansi, lakini chanzo chake kimetokana na mashaitani, basi hii inakwenda kuondoa pale tu utakapopata sasa tiba halisi itakusaidia. Wakati mwingine kuna watu wanaonekana na uvimbe mkubwa, anafanya operation, kinachotoka kwenye tumbo kidude kidogo tu. Unajiuliza, tumbo kama la mimba ya miezi 6, mtoto ambaye alikuwa anatarajiwa kilo 1, nusu kilo, alafu kinatoka kitu chenye uzito hata robo kilo hakiishi. Kwa nini? Kwa sababu shetani anatengeneza chipu kwenye matumbo ya kina mama na matumbo ya kina baba. Anatengeneza chipu ya matezi katika miili ya mwanadamu. Ndio maana tunakushauri kupata Fetis Spiritus, dawa ambayo itakwenda kuvunja tatizo lako na kukuleta katika hali ya furaha. Na dawa hii inapatikana katika vituo vyetu vya matibabu, na kwa maelezo na mawasiliano zaidi, hizo namba za simu zinazopita chini yako hapo, utapata mawasiliano na mimi moja kwa moja ili kuweza kutatua tatizo lako popote duniani, na tunaweza kukupa msaada wa matibabu popote duniani kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Baada ya kutueleza tatizo lako kwa kina, tukalistafakari na kugundua nini kinachokusumbua, ndipo tutatafuta njia bora ya kukusaidia. Na jambo jingine tu ni kuombe wewe ambaye umepata fursa ya kuangalia video hii na kusikiliza maneno yangu haya, hebu jitahidi kuwa mtoa sadaka kwa haya uliyosikia, kuwajulisha na wengine. Ima wasubscribe channel yetu, ima waingie YouTube kuitafuta maudhui hii. Huenda kuna mtu ana tatizo ambalo linamnyima raha kwa miaka mingi, akapata njia ya matibabu, na wewe hasa ukawa umepata zawadi ama ukawa umepata thawabu kutoka kwa Mola wako kwa kumsaidia mwenzako kupata tiba halisi ya tatizo lake. Ama una mtu ambaye anatatizwa na matatizo ya mfano huu tuliosema, ima ya magonjwa ya kibiolojia ama nje ya magonjwa ya kibiolojia, basi unaweza ukawa umemsaidia ili yeye au wewe mwenyewe kuweza kupata matibabu halisi ya tatizo hili. Lakini kingine, Fetis Spiritus ni moja kati ya dawa inayofanya maajabu katika matibabu ya kizungu. Inatibu pressure, inatibu sukari, inatibu vidonda vya tumbo,
inatibu magonjwa ya mifupa, inatibu mfumo wa kubalance kwa hormone, inafanya detoxification, yani inaondoa sumu katika mwili. Ni natural detoxification, ina detoxify sumu, inaondoa matatizo ya misuli, inaondoa matatizo ya mifumo ya mwili yote ambayo imeharibika, inakwenda kurekebisha na kufanya mwili kuwa sawa. Kwa hiyo watu wenye tatizo la stroke wanaweza kupata tiba hii ya Fetis Pareto ambayo inaweza kuleta majibu makubwa katika miili yao. Lakini dawa hii pia inaenda kukusaidia wewe kukuondolea mikosi. Yani unafanya mambo lakini hayakuendi sawa. Wasiliana nasi tukusaidie kupitia dawa hii ikaondoe mikosi, ikaondoe nuksi, ikaondoe balaa. Ninaposema nuksi na mikosi na maanisha haya yafuatayo. Mfano, ukimkopesha mtu pesa harudishi. Akikukopesha wewe haleti. Yani wewe ukitaka akukopeshe hakupi. Yeye ukimuomba, akikuomba pesa, ukimpa harudishi. Lakini wewe ukitaka kuomba msaada wa pesa huwezi kupata. Hili ni tatizo. Haya ni miongoni mwa manuksi na mikosi. Una mipango ya pesa 10 lakini inatimia 2 tu, 8 yote inafeli. Na hiyo 2 inatimia chini ya kiwango. Wewe una tatizo, unahitaji msaada. Tiba yako ni Fetis Pareto, inaweza kusaidia vizuri sana. Lakini kana kwamba hilo halitoshi, maajabu tatizo jingine ni yale ya kukufanya unapopanga mipango yako na watu. Yani watu wanakuchukulia inferior. Yani hata kama una mipango ya maana, watu wanakuchukulia we mtu wa chini. Wewe una tatizo. Fetis Pareto inaweza kukuletea majibu mazuri katika hili. Mahusiano ya kijamii. Yani wewe unakuwa nafika mahala ukiingia kwenye mahusiano wewe ni migogoro. Kama ni ndoa haina amani. Kama ni boyfriend siku 2 tukakuacha. Mwanamke siku 2 tu mmekwaruzana. Wewe una shida, nuksi na mikosi katika maisha. Fetis Pareto ni moja kati ya tiba nzuri sana itakayokuleta maajabu, na hii itakuwa kwa mara ya kwanza unapata baada ya tafiti kubwa, na nimeingiza kwa mara ya kwanza katika nchi ya Tanzania, na tutaisupply mahali popote duniani. Lakini sio hilo tu. Labda una apply kazi, unakwenda kufanya kazi, siku 2 hujadumu na kazi, umeachwa. Fetis Pareto ni moja kati ya dawa nzuri sana, itakuletea majibu mazuri katika kuimarisha shughuli zako za kazi. Lakini pia itakufanya upate heshima nzuri. Fetis Pareto pia tumeitumia katika kuleta matibabu ya kibiolojia. Mfano, umefikia mahala labda nguvu za kwenda kazini. Wazee wenzangu mmenielewa hapa. Una shida ya nguvu za kwenda kazini. Yani ukienda kazini unachelewa, yani unapata shida. Sekunde 2 tu ushamaliza kazi, umegeuza na uendi kazini tena mpaka wiki ijayo. Wazee wenzangu mtakuwa mmenielewa na kusudia nini. Au kupata hamasa ya kufanya kazi huna. Yani wewe ukifika muda wa kufanya yale mambo yetu watu wazima, wewe nafasi ya kufanya hivyo huna. Yani unakuwa huwezi tu. Fetis Pareto ni moja kati ya tiba nzuri sana kwako, na italeta maajabu makubwa sana, na itarudisha heshima. Kina mama ambao hawaonji msisimko wa soda, yani anaonja soda lakini hapati ladha mdomoni, Fetis Pareto inaweza kukupa majibu mazuri sana katika maisha yako ya kawaida ya ndoa. Kwa hiyo hii Fetis Pareto ni the king of medicine, ni mfalme wa matibabu physical and spiritual, na kuomba pata huduma hii ili ufaidike na maisha kwa kuondoa yote yaliyopita kwa idhini ya tabaraka wa taala. Allah Mwenyezi Mungu peke yake ndo muweza. Unapotumia dawa hii, mtake msaada zaidi Mwenyezi Mungu ili Mungu aweze kumaliza tatizo lako. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.